pa duniani. Sehemu ya pili tunakutana na mahali ambapo ni patakatifu, ni chumba cha kwanza, na tunasoma katika kitabu cha Kutoka 26 verse ya 35. Inasema hivi: weka meza nje ya pazia upande wa kaskazini wa hema, kisha weka kinara cha taa upande wa kusini wa hema. Humo ni chumba cha kwanza ambapo ni patakatifu. Kulikuwa kunapatikana vitu viwili peke yake. Kulikuwa kunapatikana kinara cha taa ambacho kilikuwa na taa 7. Vile vile kulikuwa kunapatikana meza ya mikate ya uonyesho. Sawa? Katika Kutoka 25 verse ya 31 na 32 inasema, nawe fanya kinara cha taa cha dhahabu safi, kifanywe kwa kazi ya kufua. Tako lake, vitu vyake, vikombe vyake, matovu yake na maua yake, vyote vitakuwa vya kitu kimoja, nacho kitakuwa na matawi 6. Yaani kinara hiki kilikuwa kwanza chenyewe, alafu na matawi yake 6, ikibeba michoro kama ya maua, na juu kulikuwa vikombe vya kutilia mafuta ambayo itakuwa inawasha moto. Yaani ndio mwangaza ambao ulikuwa unamulika hema. Na Kutoka 25 verse ya 23 na 24 na 30 inatuambia kuhusu tengeneza meza ya mbao za mshita. Utaweka mikate ya uonyesho juu ya meza, hivi iwe mbele yangu daima. Yaani meza itengenezwe, na huku tulisikia kuwa meza ilikuwa inakaa kwenye upande wa kaskazini na kinara cha taa kilikuwa kinakaa kwenye upande wa kusini mwa hema, katika chumba cha kwanza ambapo ni patakatifu. Kutoka nje, ua wa nje, tunaingia chumba cha kwanza, tunakutana hivi vitu. Ni vitu viwili peke yake. Hapa ndipo kunakuwa matatizo kidogo kwa walimu wengi, kwa sababu mara nyingi tunapofunzwa tumeambiwa kwamba katika patakatifu kunapatikana kinara cha taa 7, meza ya mikate ya maonyesho ya uonyesho, pamoja na madhabahu ya kufukizia uvumba. Hila Waebrania inakataa kabisa katukatu hilo jambo. Kitabu cha Waebrania 9 tukianzia 3, yaani inasema tofauti na hilo. Waebrania 9 tunaanza kwa verse ya 3, inasema hivi: na nyuma ya pazia ya pili ilikuwa hema iliyoitwa patakatifu. Ilikuwa hema iliyoitwa pahali patakatifu pa patakatifu, yenye chetezo cha dhahabu na sanduku ya agano iliyofunikwa kwa dhahabu pande zote, na ndani yake kulikuwa na kopo la dhahabu lenye mana na fimbo ya Haruni iliyochipuka na vibao vya agano. Sasa nadhani wakati tulifunzwa kuwa madhabahu ya kufukizia uvumba iko kwenye mahali patakatifu, yawezekana walimu wengi hawakutenir konti na vesi hii, hawakuchunguza vesi hii ya Waebrania 9:3. Ila kiukweli ni kwamba Waebrania 9:3 inahakikisha katika patakatifu kulikuwa na meza ya mikate ya maonyesho pamoja na kinara cha taa 7. Nyuma ya pazia ya pili palikuwa na sehemu iliyoita
iliyoitwa patakatifu pa patakatifu. Yaani tunapotoka sasa hapo katika chumba cha kwanza, nyuma ya pazia, yaani ukifunua rido unakutana na chumba kingine ambacho kinaitwa patakatifu pa patakatifu. Na katika patakatifu pa patakatifu, Waebrania 9:3 verse ya 5 inasema tena, nyuma ya pazia ya pili palikuwa na sehemu iliyoitwa patakatifu pa patakatifu, ambapo palikuwa na yale madhabahu ya dhahabu ya kufukizia uvumba na ile sanduku ya agano ililofunikwa kwa dhahabu. Donc inamaanisha kwamba huko nako kuna vitu viwili, madhabahu ya kufukizia uvumba pamoja na sanduku la agano.